Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Ama maudhui khutbati, maudhui ya khutba yangu niliyokusudia kuisema kwa ufupi ni kuhusu neno al-mahabba, mapenzi, yani kupendana. Kwa nini khutba hii? Kwa sababu kila hili jumuiko nikiliona, sioni kitu ambacho kimewezesha kukutanisha watu wote hawa, ila naona ni mapenzi. Na kwa bahati mbaya, wako watu hawana mapenzi na hapa hawakuja. Tabani, wako watu hawakuja kwa sababu ya dhurufu mbalimbali, lakini wako watu hawakuja kwa sababu tu hawana mapenzi. Ima hawana mapenzi na maulidi, au hawana mapenzi na makwa, au hawana mapenzi na Sheikh Shabani. Wale waliowafikiwa kuja kuchunguza asasu ya hilo, utagundua ni mapenzi yao tu kwa Sheikh Shabani na mashaka zetu wale waliokuwa. Nikaona iko haja ya kusema kidogo kuhusu mapenzi. Na bahati mbaya ndio kitu katika dunia yetu ya leo mafkudu, kitu kimekosekana. Mapenzi kati yetu, mapenzi baina ya mfanyikazi na mfanyikazi mwenzie, mapenzi baina ya mfanyakazi na bosi wake, mapenzi baina ya mmoja na mwingine. Ala kulli hali, mapenzi yameharibika, na hakuna kitu kilichoifikisha hii dunia hapa tulipofikia. Ni adhabu mahabba fi qulubina, ni kukosekana mapenzi katika nyoyo zetu. Mapenzi ni kitu muhimu sana. Hakuna dawa yoyote itakayopenya katika moyo wa mwanadamu kama msemaji hana mapenzi na anayemwambia, na anayeambiwa hana mapenzi na msemaji. Hakuna natija ya dawa. Hakuna elimu itakayopanda kwa mwanafunzi yeyote kama msomaji hana mapenzi na msomeshaji, na msomeshaji naye hana mapenzi na msomaji. Hakuna elimu itakayoingia, na hakuna radhi itakayopatikana kama anayetaka hiyo radhi hana mapenzi na anayehitaji radhi kwake, na anayetoa radhi naye hana mapenzi kwa anayehitaji radhi. Vitu vyote vimeshikiwa na mapenzi. Hakuna kitu utakigusa duniani ukione mapenzi hayafiki. Wallahi, pengine hata hiyo kofia yako unayovaa kwa sababu ya mapenzi. Wala una kofia ngapi ndani? Kwa nini umesema leo hii? Kuchunguza ni mapenzi. Sasa lazima tutengeze uslubu mzuri katika kupendana. Mapenzi ni jambo kubwa sana, ndugu zangu watukufu Waislamu, na hakuna mtu yoyote ambaye kwenye moyo wake hana mapenzi, ila tunapishana katika tunavyovipenda. Hakuna mwanadamu yoyote, awe mwema awe muovu, eti kwenye moyo wake hakuna mapenzi. Mapenzi kwenye moyo wako yako, lakini wapenda nini? Hapo ndio kuna tabu. Kuna wengine mapenzi yao wao ni kula, akikosa kula urafiki ya kula. Kuna wengine mapenzi yao wao ni kuvaa tu. Yuko radhi aishi nyumba ya kupanga miaka 60, lakini avae nguo nzuri kabisa. Umueleze kitu kwenye kuvaa. Na hata kikwapa unapokipata kingi kinakwenda kwenye mavazi ndio kwenye mamliki. Mapenzi kwenye kuvaa. Lakini kuna watu wengine mapenzi yao masha Allah yamejaa katika ilmu tu. Yeye humueleze kitu ila ilmu. Lakini juu ya hayo yote, sehemu sahihi ya kuwekeza mapenzi yako ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huyu mtume ndio aliyotaka sisi tupendane. Hayabna ila hijra. Hebu tuendeni wote katika hijra. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatoka Makka
kuwa kuna watu eti wamesilimu alafu hawapendani. Dawa ya Mtume ilikuwa ngumu mno, alitumia muda mwingi kuhakikisha hawa watu wanapendana ili dawa ipende. Na wewe jifunze pia, kama ni bosi umeajiri wafanyakazi wako, kama hawana mapenzi wenyewe kwa wenyewe, na hiyo kampuni kwa hatari. Pia turudi kwa shehe, iwe ni Sheikhul Maarifia au Shamsia au Zahra au Rashad na wengineo, kama watu wako wa chini wote hawana mapenzi wenyewe kwa wenyewe, hiyo taasisi inakwenda kubaya. Gogoro na mpasuko katika chombo chochote, sio taasisi, katika chombo chochote, gogoro na mpasuko linaanza kwenye kukosa mapenzi baina ya watu wanaohusika na chombo hicho. Fikirieni kuhusu Libya. Walipokuwa wanapendana, nchi ilikuwa nzuri mno, ikapigwa mfano mpaka nchi za matajiri wanapiga mfano Libya, kwa sababu walikuwa wanapendana. Ilipoingia gogoro la kuwa watu hawapendani kwenye nchi ya Libya, matokeo yake mmeona. Tupendane. Madarasa ndogo ndogo zipendane, mwalimu na viongozi na wanafunzi watengeze mapenzi ya kweli, na madarisi kubwa kubwa ya maahidi zitengeze mapenzi ya kweli baina ya riasa iliyo juu na walio chini, kutengeza taalluki ambayo ndani yake itapatikana kitu kiitwacho al-ikhlasu. Ndani ya chombo kimoja ikiwa kuna watu hawapendani, hicho chombo mpasuko uko karibu mno kuliko mafanikio. Wacha kuzungumzia chombo, hata familia yako unaweza ukarakizi akili yako kwenye chombo tu. Familia yako pia ikiwa baina yenu hampendani, nyie riziki nzuri mtazisikia gombani, pilau mtazisikia kwa majirani tu. Lazima tutengeneze uslubu mzuri wa kupendana, na hili mpendane. Mwenyezi Mungu ili akujaze mapenzi, tena nilichofurahi katika aya hii, Mungu mapenzi ya kuyaita kwa jina la mahaba. Mungu ataka wewe umwamini na ufanye matendo mazuri tu, atakujaza mapenzi. Aya nilisoma katika sura Maryam aya ya 99, aya ya 96, aya nambari 96. Allah anasema innal ladina amanu wa amilu salihat, hakika wale ambao wameamini na wakatenda zema, sayaj'al lahum arrahmanu wudda, Allah atawajalia mapenzi. Kisha Allah kusema sayaj'al lahum arrahmanu mahabba, la atumia wudda, maana wuddu ni zaidi ya mahabba. Allah atajalia mapenzi ya kweli, kuna alwuddu na kuna alhubbu. Yote ukiangalia tafsiri yake ni penzi. Alwuddu ni penzi, alhubbu ni penzi, lakini kuna tofauti kubwa baina alhubbu walwuddu, baina alhubbi walwuddi. Iko tofauti kubwa baina ya mapenzi kuitwa hubbu na mapenzi kuitwa wuddu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, wangwa kwa mapenzi ni mpana mno, lakini raksu alqaima ni baina ya Waislamu. Moja ya vitu ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekuja kumnyogoa ni dhofti baina ya watu na watu, baina ya Waislamu na Waislamu. Kitu hiki Mtume alikivunja, alihakikisha hakina nafasi katika dini yetu ya Uislamu. Na watu wakifikia daraja hiyo, mashukuri, watu wakifikia daraja hiyo ya kuwa wanapendana, kila jambo lao linakwenda kuwa zuri, kila jambo lao linakwenda kuwa zuri. Na bahati nzuri katika dini, kitu ambacho hakipaswi kufichwa ni mapenzi. Usiseme mimi napenda alitambui tu, wewe utakuwa muongo. Katika kitu ambacho katika dini hakifai kufichwa ni nini? Ni mapenzi. Hapo Waswahili walisema penzi ni kikohozi, kulificha uliwezi Maulana. Maana alificha penzi
na sipo maneno yangu, maneno ya Waswahili. Ni Mtume, idha ahabba ahadukum akhahu falyu'allimhu annahu yuhibbu ilayhi. Maana Mtume hakuna mapenzi ya siri kwamba anashtukia lakini nampenda. Hakuna mapenzi ya siri. Idha ahabba ahadukum akhahu, Mtume asema mmoja wenu atakapompenda ndugu yake, falyu'allimhu, amjulishe kwa annahu yuhibbu ilayhi, kwa anampenda. Mwambie bwana, ndugu yangu, masha Allah, kwa jambo fulani nakupenda kwa ajili ya Allah, sio mapenzi ya leo. Sizungumzi mapenzi ya leo, nazungumzia mapenzi hayo taala na dini anataka kuingiza katika janna. Na kuna madhara ya kuficha mapenzi, kuna madhara ya kuficha. Qais ibn Mulawah maarufu Majnun Laila, asingepata tabu ni baada ya kuficha mapenzi. Unajua Majnun alikuwa anampenda Laila, lakini Laila alikuwa hajui kama anapendwa na Majnun. Tabu ilikuwa hapo. Pengine Majnun angemwambia Laila kuwa nakupenda mapema, ile adha asingeipata, kwa sababu angejua kisipendwi au napendwa, aendelee au aache. Kwa hivyo madhara aliyapata baada ya kuwa kaficha mapenzi, maisha yote hayo Laila hajui kuwa anapendwa na Majnun. Ukitaka ujiumize, mpende mtu ambaye hajui kama wampenda. Hata washafe wako muoneshe kuwa nakupenda, usiwe moyoni yani ajue huwa ananipenda. Mfanyakazi wako na mwajiri muoneshe kuwa nakupenda, yani ajue kabisa bosi wangu ana mapenzi na mimi. Hiyo itamjenga kujiamini kwenye mambo yake. Hakuna kificho katika mapenzi. Na niwaambie kitu, mapenzi ndiyo uhai. Mapenzi ndiyo nini? Bila mapenzi hakuna uhai. Nimalize na maneno ambayo nilikuwa nikasema sana, na mudiri kataka niongee kidogo, na ni haki yake kwa sababu ana nafasi ya kumwelezea mzee wetu Al-Marhum Sheikh Shaaban taarifa yake. Na hapa mawa katika zama hizi ambazo tunazo, hakuna mtu anaweza kumfahamu Sheikh Shaaban vizuri kushinda mwingine. Kwa sababu nini? Yeye ni azyabu nasi umra, yeye ndio zaidi ya watu kwenye umri kwa maana wa Islam. Yeye ndio anaongoza kwa umri mkubwa kwenye wazee wetu, lakini wale ambao waliishi na Sheikh Shaaban wakamlea wakamsimamia kusoma, na wenyewe washaondoka wote kwa mbele za haki, sio? Kwa hiyo mtu anaweza kukuambia maneno ya kweli kwa Sheikh Shaaban kurudi. Nimalize kwa kusema mapenzi ndio nini? Ndio uhai. Na haya mapenzi ndio uhai, sio maneno yangu mimi Msuba. Haya ni maneno ya mwanachuo mkubwa ambaye alitunga mashairi yake, akasoma akapata tabu katika kutunga mashairi. Kwenye kasida yake ndefu maarufa, kila mmoja anaijua katika watu wa tariqat al-Alawi. Yasemaje? Zidni bi farti al-hubb fika tahayyuran warham hasham bila hawaka tafa'ara wa idha sa'altuka an araka haqiqatan fasma' wa la tad'a al-jawabi lan tara. Kulele kasemaje? inna al-gharama huwa al-hayat famut bihi sabran fahaqqa an tamuta fatudara. Inna al-gharama, hakika mapenzi, huwa al-hayat, ndio uhai. Mapenzi ndio uhai, ili neno lipeleke kila sehemu. Mapenzi ndio uhai kwenye taasisi, mapenzi ndio uhai kwenye kampuni, mapenzi ndio uhai kwenye familia, mapenzi ndio uhai kwenye kazi, mapenzi ndio uhai kwenye tiba. Sasa kila sehemu inahitaji mapenzi. Hapa wale ndugu zangu waganga, lazima ili umtibu vizuri, ule unayemtibu wewe umemridhia unampenda. Kama alielekwa atibiwe ni adui wako, itakuwaje? Hakuwezi kuwa tiba. Wale mwenyewe umekwisha. Kwa kila sehemu utagundua mapenzi yanahusika. Hakuna sababu ya mtu kuyaua mapenzi katika hizo sekta ambazo tunaishi nazo. Ni kuharibu mustakabali wa majambo yetu. Inna al-gharama huwa al-hayatu, mapenzi ndiyo uhai. Famut bihi, ikiwezekana kufa kwa ajili ya mapenzi. Na kusudia mapenzi haya huku jamani. Mimi kisikia Allah na napata wasiwasi. Katumiwa hii ndio mistari ya kwenda kumtakasa mtu. Unasikia shekhe hapa?
mimi nakusudia kwenye mambo yetu ya dini. Inna al-gharama huwa al-hayatu famuddihi, mapenzi ndiyo uhai, ikiwezekana kufa katika mapenzi. Sabran, hali ya kusubiri, fahaquka an tamuta fatudhara, basi ni haki yako angalau ufe kwenye mapenzi, uchukuliwe taadhuru, uchukuliwe udhuru kwamba huyu jamani mwacheni, aliyomuua nini ni mapenzi. Na wanachuo wa dunia na wanachuo wa dini wanakubaliana katika kitu kinaua kwa upesi kuliko sumu ni mapenzi. Unaweza kusikia mtu hana raha katika dunia hii kwa sababu gani? Amenunua na shiki wake, hakila shiki, anatafuta magenge na watu watukufu akamuombea msamaha, anoni anakonda kila siku. Kwa nini? Mwalimu wangu ameniunia. Akosa nini huyu? Akosa chakula, akosa mavazi huyu. Huyu anakosa nini? Amekosa mapenzi tu, anakosa raha. Nabiyullah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, siku moja alikuwa yuko na wanafunzi wake katika korongo kubwa, anawapa darasa. Lile korongo kwa watu wa Masri, kila anayeudhiwa huwa anakwenda kujiua pale. Ni sehemu maarufu kwa kujimaliza kwa sababu maudhi waliopewa. Wakati amekaa akaja mtu mmoja anagomba, sasa bwana, mimi nakwenda kujimaliza, bora nife, haiwezekani, na siku mimi tu. Nabii Musa akawaambia watu wake, kamuulizeni ana nini yule anakwenda kujiua kisa nini? Alipokwenda kuulizwa akasema, mimi nina madeni. Hizi kwa ushadamu, mimi nina madeni, bora nife, nenda kujichukua pale nife. Akaenda pale akatungia kwenye korongo, akasema hapana, nitalipa haya madeni, nitalipa, sijiui hiyo. Mara akapita mtu mwingine anakwenda kujiua, bora nimalizike, mimi sina raha na dunia hii, kila siku mie. Nabii Allah Musa akamuulizeni ana nini? Bwana wewe, nabii asema una kujiua, una nini? Asema mimi nina wanangu wawili wamekufa wote jana, kwa nini mbaki duniani? Nenda kujiua. Kaenda pale kuchungulia, sasa nitazaa, naondoka. Kila mwingine anakwenda kujiua, kamuulizeni ana nini? Asema mimi rafiki zangu wote wanikataa, niko peke yangu, bora nijiue. Anakwenda pale asema nitapata wengine. Mara ya mwisho anakuja mtu mmoja, machozi yanamtoka, anakwenda kujiua. Anamuulizeni Daudi ana nini? Atakwenda kuulizwa, nabii asema una nini, mbona unataka kujiua? Asema mimi nilikuwa nina msichana wangu miaka 14, jana ameniacha, mimi ninakwenda kujiua. Na Musa akamwambia mzuieni, atajiua kweli. Atajua mapenzi ndio kitu kinaua kwa haraka kuliko jambo lolote. Pendane katika dini yetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.